Tutakwenda kusikia ujumbe wenye kichwa ambacho kinasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Haya ni maneno ambayo Daudi aliandika. Anasema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Alafu akaendelea. Tutasoma hilo andiko, lakini ni maneno ambayo Daudi aliuliza alafu akatoa jibu. Daudi aliuliza alafu akatoa jibu. Na Daudi alikuwa anamzungumzia kijana. Alikuwa anamzungumzia kijana. Kwa hiyo hata ujumbe wa leo target kubwa hasa ni kwetu sisi vijana. Ni kwetu sisi vijana. Na tunapozungumzia kijana, kijana ni nani? Kijana ni mtu gani? Ni mtu, tunaposema kijana ni nani? Sasa tunapotafsiri kijana, kuna tafsiri nyingi za kijana, au kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakasema kwamba au yakatoa tafsiri kwamba huyu ni kijana. Jambo la kwanza linawezekana ni kwa mujibu wa sheria za labda taifa fulani au maeneo fulani, sheria na miongozo zinaweza kumtafsiri kijana pengine ni kuanzia miaka 18. Miaka 18 mpaka 40 inawezekana ni kijana, au mwingine 45 ni kijana, kwa mujibu wa sheria au miongozo ya eneo fulani. Sababu unapoenda, kwa mfano unapoenda kwenye taasisi fulani au kwenye taifa fulani, inawezekana wakawa na tafsiri pengine ya kisheria kwa rika la kijana, ni wanamtafsiri ni umri gani. Lakini pia kuna kwa mujibu wa tamaduni za watu, tamaduni, mila. Kwa mfano kuna wengine ukisema kijana, mtu akishavunja ungo au akishabalehe, tunasema huyo ni nini? Huyu tayari ashakuwa kijana. Kwa hiyo hizo inawezekana ni mila na tamaduni za eneo. Kwa hiyo kijana ni nani inategemea na tafsiri. Sasa nataka tuangalie kwa mujibu wa ujumbe wa leo sifa za kijana, alafu tutaendelea, kwa sababu kama imesema kwamba jinsi gani kijana isafishe njia yake, lazima tumwangalie kwanza huyo kijana. Na tunaposema kijana ni rika. Inawezekana ni kijana wa kike au kijana wa kiume. Sasa kuna kwenye maandiko wakati mwingine wakisema kijana wanaweza wakamaanisha ni wa kiume, lakini mimi nazungumzia kijana kwa maana kijana wa kike na wa kiume kama rika. Kwa hiyo tunapozungumzia kijana ni rika. Na ni rika hilo ni rika ambalo mtu analoweza kuzalisha au kuzalisha mali, lakini pia sema mifumo yake ya mwili ya kibiolojia tayari inaweza ikazalisha. Kwa umeme huyo tayari ni kijana. Tayari ameshaingia kwenye anasema ana uwezo wa kuzalisha. Kuanzia hapo tunasema ni kijana. Chini ya hapo tunasema ni mtu. Kwa hiyo ukiuliza kijana ni nani? Kijana ni yule ambaye tayari kwa sababu inawezekana kuna vijana siku hizi wanakuta kijana wa form 3 lakini tayari pengine na mtoto au ana familia au form 4 na kadhalika. Kwa hiyo kijana ni, lakini pia inawezekana ni kijana wa form 3, form 2 lakini anafanya biashara pia au analima, anazalisha mali au anafanya shughuli za uzalishaji. Sababu mtoto hawezi kufanya shughuli za uzalishaji. Mtoto mdogo hawezi kufanya shughuli za uzalishaji. Kwa hiyo sifa ya kwanza inawezekana ni umri ambalo ni rika ambayo anaweza kuzalisha au kuzaa. Lakini pia kama nilivyotanguliza kusema, tunapozungumzia sifa ya kijana ni mtu ambaye anaweza kuzalisha kibiolojia, lakini pia kwa kutumia akili na mawazo. Yaani anaweza akatumia akili kuzalisha. Hizo inawezekana ni labda kwenye ufugaji au kwenye kilimo au kwenye sekta fulani, anaweza akapewa taski toa namna hiyo,
akatumia akili yake kufanya uzalishaji. Tayari kuna namna, ni sifa ya mojawapo ya kijana. Kijana, tukisema kijana, sifa kubwa ni ile nini? Ule uwezo wa kuzalisha, hasa kuzalisha vingi, hasa kuzalisha vingi. Ndio maana vijana, nasema vijana wanakuwa wana nguvu ya kuzalisha vingi. Yani kwanza anaweza akawa na mawazo mengi kijana. Yaani yeye ni vingi tu. Anatamani kufanya vingi. Anatamani kuzalisha vingi. Na hata kwenye mambo mengine anataka kufanya kwa wingi. Yaani ndio sifa ya kijana. Yaani ile motive yake ni tunasema ule wingi. Sasa ndio maana nasema ni muhimu sana kupata kumuelewa kijana, ili tunapomzungumzia kijana tuweze kujua kwanza sifa zake. Kijana, yani unajua wazee au watu wazima, kisha kuna umri unafika, yani yeye hachesi vitu vingi, hakimbizani na mambo mengi. Hakimbizani na mambo mengi. Na ndio maana kuna sema kwa baadhi ya mataifa wameweka sheria kabisa kwamba kama unataka nafasi fulani lazima kuna umri fulani ambao huo umri sio umri wa ujana, ili kwamba, kwa sababu unajua kijana anakimbizana na mambo mengi. Kuna majukumu mengine pengine ya kitaasisi ukiwa kijana, alafu na ile tabia au ile namna ya kukimbizana na vitu vingi, namna ya kutaka vingi, unaweza ukaharibu, sababu inakutaka pengine ile nafasi uwe na discipline ya kufanya nini? Kuchesi vitu vichache ambavyo vimewekwa mbele yako. Kwa sifa ya kijana ni kuwa na mawazo mengi, kuwa na kutaka kuproduce mambo mengi. Yani ndio yani ukijiona uko hivyo sio kawaida, sio kwamba ni ukaona kwamba ni upungufu. As a young, kama ni kijana, ile motive ya kutaka kufanya vitu vingi au kutaka kuzalisha zaidi, yani hiyo kitu ni kitu kiko ndani ya kijana, sababu ndio maturity age, yani umefika katika hatua ya kupevuka, kwa hiyo unataka kuona matokeo mengi. Hiyo ndio namna ya kawaida, na unapofikia hatua hiyo, ona ni kawaida kabisa, ni kawaida. Lakini pia kitu kingine ambacho sifa ya kijana, tunapomzungumzia kijana, vijana wanaona maono. Yaani ni moja ya eneo ambalo wanakuwa wana vitu ndani yao, wana picha ndani yao. Yaani vijana, kuna namna, uje mtoto yeye anawaza tu kula kule, lakini kishafika kuna umri, kishafika kuna picha ndani yao zinakuwepo. Kuna picha ndani yao zinakuwepo. Na tunapozungumzia maono ni picha ya mafanikio anayoyaona mtu katika jamii. Maono ni picha ya mafanikio fulani ambayo anayaona katika jamii. Kwa hiyo vijana wanakuwa na maono ndani yao. Wanaona maono kirahisi. Kwa sababu nini? Kwa sababu they want to accomplish something. Wanataka kufanikisha jambo fulani. Kwa hiyo tunapoangalia kijana, yani kijana wengi, kila kijana anakuwa anasema, tunasemaga hivi matamanio fulani hivi, ana matamanio fulani. Lakini actually kiuhalisia hayo matamanio ukijaribu kuyasikiliza kwa umakini, kuna maono utayaona makuu. Kwa hiyo ukitaka kuyasikia maono makuu kiuhalisia, ukitaka kuyasikiliza maono makuu, wasikilize vijana. Yaani vijana, wazee wana kitu kinachoitwa experience, wana uzoefu. Na ule uzoefu wao unaweza ukawajengea kuwa na ndoto fulani. Lakini vijana ndio wabunifu. Yaani ubunifu, hasa ule ubunifu wa vitu ambavyo sema kuzaliwa vitu vipya hasa vinatokana na vijana. Kwa nini? Kwa sababu vijana wanaangalia vile vya wazee, alafu wanaviboresha zaidi. Wana uwezo wa kuangalia vile vilivyopo na
kuviboresha zaidi. Kwa hiyo vijana, maono, na nikizungumza kidogo kwenye maono hapa, labda nizungumze kidogo kwenye maono. Maono ni picha ambayo iko ndani ya mtu ya kuaccomplish jambo fulani, yani yale mafanikio ya kufanikisha jambo fulani. Ile picha sasa ya yale mafanikio ndio picha ambayo iko ndani ya mtu. Lakini pia tuelewe kama maono, unajua kuna namna fulani kila mtu anaweza kawa na maono, lakini haya maono yanategemeana. Yaani maono yako ulionayo wewe au ile picha ya mafanikio ambayo umebebeshwa ndani yako, ili itimie, kuna namna ambavyo kuna mtu mwingine anaweza kawa na maono ambayo haya maono yake akiyakamilisha, kile atakachokikamilisha yeye au mafanikio yake yeye yatakuwezesha kufanikisha maono yako, yatakusaidia au yatakuwezesha kufanikisha. Kwa maono kuna kutegemeana. Wewe unaweza kuwa na maono pengine ya kubuni jambo fulani, ubunifu mzuri tu wa jambo fulani. Alafu kuna mtu akawa na maono ya kiwanda, kutengeneza kiwanda, si ndio? Alafu kwa maana ya kwamba kusema kuwa na uchumi wa kupitia viwanda. Sasa mtu namna hiyo, kuna wale watu ambao wamebeba maono ya kiubunifu, wanaweza wakatumia yale maono ya yule ambaye ana maono makubwa zaidi. Niweka picha hiyo, lakini hakuna makubwa au madogo. Yule mwenye maono yale, kuna watu ambao wana maono wanatumia ile facility au vile vifaa pengine ambavyo alivitengeneza au alivifanikisha kutimiliza maono yao. Una maono ya kulisha taifa hili pengine kwa kilimo cha ngano, si ndio? Unahitaji nini? Equipment. Kuna watu lazima wawe na maono ya kutengeneza pengine equipment au pengine fertilizers, lazima hizo mbolea na kadhalika. Kwa hiyo unapokuwa na maono yako ili yafanikiwe, kuna wakati yanategemea wengine kufanikisha maono yao. Kwa hiyo inawezekana kuna watu watakuwa na watakuwa pengine wanakuwa na maono ya kuhaya au kukodisha hizi vifaa vya kilimo na kadhalika, au kutengeneza vifaa vya kilimo, kuassemble. Inakurahisishia wewe kukamilisha ile wazo lako. Ndivyo ambavyo ilivyo duniani, jamani, tunategemeana. Yaani ukiwa na wazo uelewe kwamba hata hayo maono ulionayo kuna watu ambao pia tawategemea kwenye kufanikisha hilo wazo lako. Na kuwategemea maana yake nini? Sio kwamba wale watatimiza maono yao, alafu maono yao watakapowatimiliza yatakusaidia wewe kutimiliza pia maono yako. Ndivyo ambavyo utaratibu wa maisha ulivyo. Sababu maono umewekewa ndani yako, lakini hayo maono wakati mwingine unaweza yakawa ili yatimie, utakuwa kwenye taasisi fulani alafu utimize hayo maono yako. Utakuwa umeajiriwa sehemu fulani, unatimiza hayo maono yako. Utakuwa kwenye sehemu fulani, utatimiza. Kwa hiyo ndivyo ambavyo utaratibu wa maisha, na pale mahali pana maono. Kwa hiyo ukitendea kazi ile picha unayoiwaza ili kufanikisha maono ya pale, na maono yako wakati mwingine kuna mtu mmoja niliwahi kumsikia, hii kitu ni kitu ambacho lazima nikizungumze. Sikuwa nimekielewa sana, lakini ndivyo ambavyo wakati mwingine vijana tunazungumza. Mtu mmoja kana msikia asema, alikuwa anazungumza asema kwamba wachungaji kwenye makanisa hao wanazingatia maono yao tu, wanaangalia maono yao. Maono yetu sisi hawayaangalii. Huyo mtu alikuwa ni mwanamuziki. Sasa nikajiuliza, wanaangalia maono yao vipi? Unataka wafanyeje? Unataka wafanye kitu gani? Kama wameshaandaa wao wasema wamepewa assignment ya kutimiliza kile ambacho kimewekwa ndani yao na kulichunga kundi. Inawezekana pia wametengeneza mazingira, wameweka kila kitu, unatumika. Hakuna kwamba unajua iko hivi. Hata kwenye taasisi tunatimiza maono kwenye taasisi ambazo tumewekwa, si ndio? Tunapotenda kazi, lakini katikati ya kutenda kazi huko ndio kunatuwezesha kufanya nini? Kutimiza kile ambacho kimewekwa, ile picha ambayo imewekwa ndani yetu. Nazungumza hapo kwa sababu hii jambo linatuhusu, kwa sababu vijana sisi
ni waona maono. Sasa kwa sababu ya kuona maono, wakati mwingine tunakuwa tunafanya nini? Tunaona kwamba nikifanya kwa huyu kama natimiza maono yake tu, mimi maono yangu sitimilizi hapa. Unajua kuna yani mimi nafanya tu pale kazi kutimiza maono yake, maono yangu mimi si. Lakini nielewe nikisema kwamba maono tunafanya nini? Tunategemea. Unaweza ukapata kazi kwenye taasisi fulani. Unapoenda kutumika pale, unapotumia kwa uaminifu ukasolve matatizo ya katika jamii kupitia hiko ambacho unakifanya kwenye hiyo taasisi yenye maono yake, ndio unatimiza pia maono yako. Sababu maono it's all about kutimiza au kusolve changamoto zilizopo katika jamii. Yaani maono sio kupata. Unajua wakati mwingine tunapozungumzia maono, tunafikiria maono ni kuwa na mali nyingi, kuwa na hiki na hiki na hiki. Lakini maono, kuna changamoto katika jamii, lakini mimi naona solution. Naona njia, jawabu la kusolve hiyo changamoto. Hiyo ndio sema nini maono. Yaani ile picha ya kuondoa ile changamoto. Kwa hiyo haijalishi nipo kwenye mazingira gani. Kama nimeajiriwa, nikisolve changamoto kwa sababu kwa njia ya kuajiriwa, it's okay. Ni sawa. Sasa kama kila mtu ana maono. Kila mtu kama maono ni kusimama mwenyewe. Hivi ndani angeweza dunia isingewezekana. Kwa hiyo kuna wakati na hiyo ni sana inatulazimu kwamba katika kutimiza maono yetu inatulazimu tumike chini ya wengine, chini ya maono ya mtu mwingine. Alafu kupitia maono ya mtu mwingine yale, yeye anaweza kutusaidia moja kwa moja au sema ni indirect au sio moja kwa moja, tukatimiza kile ambacho kimewekwa ndani yetu. Kwa hiyo nimezungumza hivyo kwa sababu sisi vijana tunaona picha nyingi, lakini wakati mwingine tunaweza tukajizuia kwamba mimi siwezi kwenda kwa sababu ya nini? Kwa sababu itakuwa maono ya. Kuna mtu ananiambia, yani wachungaji wanajiangalia wao tu. Hawatuangalii sisi waimbaji. Hawatuangalii sisi ni hawatusupport, sio hawatuangalia. Unakaa unaangalia msika. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka niangalie kwa nini nimesema vijana wanaona maono. Moja ya kitu ambacho Yoeli alitabiri katika Yoeli 2:28 alikuwa anazungumzia kwa habari ya zama zetu. Anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume na wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Vijana wenu wataona. Kwa nini ni vijana? Kwa sababu Mungu ameamua kuachilia vijana, kuachilia picha za kuaccomplish kitu katika umri wa ujana. Kwa sababu unajua kijana akipata picha mapema ya kile ambacho kinatakiwa kuwa accomplished, anaweza akautumia muda wake na nguvu zake mpaka pengine akifika utu uzima au uzee amesha. Lakini ukimuonesha maono mzee, anaweza asiwe na muda wa kutosha wa kuaccomplish kile ambacho nini? Kile ambacho ameonyeshwa. Kwa hiyo vijana, sifa ya vijana kuona maono, kuona solutions, kuona majawabu. Kuna changamoto ambayo inaonekana katika jamii. Vijana wengi wakikaa wakitulia, wanakuwa wanaona picha za kufanya nini? Kusema kusolve hiyo changamoto ambayo inaonekana katika jamii. Danieli, Shadrach na Abednego. Hapa tunawaangalia Danieli 1:17. Nasema basi kwa habari ya hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu, katika hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Ufahamu, maarifa, ujuzi. Mungu aliweka kwa hawa vijana. Mungu aliweka kwa hawa vijana. Sasa sio kwamba wazee hawana haya mambo, lakini mambo haya yanakuwa activated hasa katika umri wa mtu anapopevuka. Anapoona kwamba sasa mimi nasema tayari unajua mifumo ya mwili ya kibiolojia kisha kuwa active ina maana tayari kuanzia hata kwenye brain, kwenye akili kuna vitu ambavyo vinakuwa active kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kuingia katika uzalishaji. Kwa hiyo vijana wana ile motive, ile hari ya kufanya nini? Ya kutaka kuzalisha vingi,
kusema kuona picha ambazo inawezekana wazee hawezi kuona. Wazee wanaona yale ambayo waliona mwanzoni na yanayoendelea. Vijana wanaona kuanzia wazee wao, na inawezekana mzee pengine anaona jengo likae hivi na wanajenga kwa namna hii. Akija kijana anaweza kaongeza kidogo fulani au akabadilisha kidogo. Ndio maendeleo yanakuja hivyo hivyo. Zamani tulikuwa tuna TV ya chogo, si ndio? Yale machogo yale. Wakaja wale wazee wetu ndio walitengeneza hivyo. Wakaja wakazaliwa watu waka develop na kazi. Kwa hiyo ndivyo ambavyo jinsi ilivyo. Social media hizi ambazo tunatumia ni vijana, tuna wachuo kabisa. Tukiangalia mambo mengi katika ulimwengu ni vijana. Yaani vijana wanasema wana nini? Wanatumia kile kilichopo, wana uwezo wa kutumia kile kilichopo kukizidisha zaidi. Na hata transformation au kurithisha ni kwa muhimu sana, kwamba una ujuzi fulani ukiwachilia kwa kijana ambao ulimuandaa kukielewa kile ambacho sema kimefikiwa mpaka hatua hiyo, ni rahisi na kijana kukiongezea kidogo. Haleluya. Kwa hiyo ni sifa ya vijana. Vijana tujione tuna sifa hizo. Kama ni ngumu kwamba useme kwamba kijana ana. Yaani kila kijana ana mipango na matamanio. Unajua wazee, kwanza wazee, yani ukuta wazee wakati mwingine, yani kwanza hata wazi kwamba mimi bana umri wangu ushaenda, sina tena cha lakini kijana yuko active. Kwa nini? Kwa sababu ndio wakati, ndio rika. Sasa nataka tuangalie mambo yanayowasumbua vijana wengi. Tukae hapo kidogo, sababu tunamwangalia kijana, alafu tutakuja kwenye somo. Mambo yanayowasumbua vijana wengi au masumbufu yanayowakabili vijana sisi. Nazungumza hivyo sio kwamba mimi najitoa kwenye equation au najitoa katika mambo haya. Sasa nikisema yanayowasumbua, maana yake kwamba njia zipo, lakini lazima tuseme yanatukabili kama vijana. Na mambo haya ambayo yanawasumbua vijana wengi yanahusiana na nini? Yanahusiana na sifa za ujana. Kama hiyo sifa ya kijana nimesema nini? Nikasema maono, lakini ile hali ya kutaka kuzalisha vingi, kutaka kupata kwa wingi. Sasa unajua pale ambapo unasema uko sensitive kwa jambo fulani, ni rahisi sana changamoto zikukabili kwenye maeneo yale, kwenye zile sifa zako. Yaani unapokuwa na sifa fulani, changamoto zikija zinakuja kwenye sifa zile ambazo ulizonazo. Kwa mambo haya yanahusiana hasa na sifa za katika rika la ujana. Kwa mambo yanayowasumbua vijana wengi, jambo la kwanza ni ile namna ambapo kijana haoni kuwa na tumaini la kuwa anazalisha. Sababu sifa ya kijana ni kufanya nini? Sifa ya kijana ni kutamani kuproduce, kuzalisha. Sasa ikishafika pointi kijana nasema kwamba anapitia hali ya kuona kwamba he is not productive or she is not productive, sio mtu mwenye tija ya kuzalisha, iko kitu kinamsumbua kweli. Na wakati mwingine mtu anaweza kapanic. Ikifika hali katika umri wa ujana, unasema nini? Unajua kabisa kwamba kuna kiu ndani yako kutaka kuproduce, kuwa mzalishaji, alafu huoni nizalishe wapi. Yaani hiyo ni natural. Na nazungumza hivyo kwa sababu sio kwamba mimi yeye kunitokea, na inatokea vijana wengi, kwamba ile hali, sifa ya kijana au sifa ya kijana ni ana ile kiu ya kutaka kuzalisha, alafu una kiu ile kutaka kuzalisha, alafu uone uzalishe nini. Hiyo kitu inasumbua. Na nazungumza haya kwa sababu ili yakitokea ujue kwamba ni rika la ujana. Yaani ndio wakati wake hasa, kwamba nina kiu ya kufanya kitu fulani,
alafu iko hiyo uoni nifanye kitu gani, inakuwa kuna namna fulani inakusumbua, na ni moja ya jambo ambalo linawasumbua vijana wengi, sema kujiona kwamba ni hawana manufaa pekee katika jamii. Hiyo ni kitu cha vijana wengi, sio lazima mtu akwambie, lakini watu wanaweza kawa na msongo wa mawazo ukipita huko barabarani. Na vijana wengi wakati mwingine unakuta wana hasira, wanakuwa pengine wakati mwingine hata wanatukana wazazi, au wanakuwa sema wanafanya riots, wanafanya ile uvunjifu wa amani na kadhalika. Kwa sababu ya nini? Wanajiona pengine wana ile feeling kwamba kama tuko useless. Kwa hiyo kuna mtu akiwaambia mnajiona hivyo kwa sababu ni hii, pengine sababu wazazi wako hawakuandalia mazingira, pengine kwa sababu haukusomeshwa, pengine kwa sababu haujafanyiwa hiki. Sasa ile hali ya amepewa sababu, unakuta anasema nini, ana react, ana panic. Kwa hiyo ni kawaida kabisa kijana ambaye pengine haoni sehemu ambapo anaweza akazalisha kitu, kikaongezeka, kijana anakuwa ana panic. Na katika hili kijana akifikia hasa umri wa miaka 35, 38 hajajipata. Unasema hujipata maana yake fanya nini? Yaani hajaelewa niwe productive kwenye eneo gani. Huwa anakuwa kwenye peak au anakuwa kwenye hali ya kuwaza zaidi. Yaani miaka 28, 25 mpaka 28 anawaza, lakini anaendelea kuwa na imani. Ile kigonga 35, alafu kuna namna fulani hajajipata, especially kwenye eneo aidha la kazi, lakini pia hata kwenye eneo la kimahusiano, familia. Mara nyingi vijana wengi wana panic. Ni mambo ambayo yanawasumbua vijana, na lazima tuyaadress ili nini? Ili watu tuone ni vitu ambavyo ni vya ni wakati wake hasa. Sababu hiyo kitu au sifa imewekwa ndani ya kijana, kwamba kijana ameshakuwa equipped kuwa productive. Ameshatengenezwa, ameshaandaliwa kuwa mzalishaji mali. Sasa ameshaandaliwa kuwa mzalishaji mali, au hata viungo vyake vya uzazi na kila kitu kiko vizuri, kimekaa standby kuzalisha. Alafu haoni ile opportunity, unakuta nini? Ana panic. Ndio maana mabinti wengi akishafika miaka 35 anaona sasa yaani hapa ni changamoto, unakuta anaenda popote. Kwa hiyo kabla ya kuzungumza tatizo, kabla ya kuzungumza solution, lazima tuliaddress tatizo ni kwa vijana. Ukiona una panic kwa sababu ya kutokujua kwamba nizalishe kitu, au unajifeel ile useless kwa sababu sione kama ni mzalishaji. Na hiyo nazungumza hivi, na kuna kitu ambacho lazima tukielewe. Hiyo hali inawapata sio tu wasio pengine na kazi rasmi. Kuna ambao wana kazi rasmi, wameajiriwa, lakini kuna namna fulani wanasikia ndani kwamba mbona kama siachili kile ambacho ninakihitaji. Unajua kuna namna fulani ambapo ndani kuna kiu fulani ambayo mtu anayo ya kuleta matokeo fulani, alafu pale pengine alipowekwa au alipokaa, tunasema nini, anaona kama apatoshi kufanikisha kile ambacho kimewekwa ndani yake. Anaona sasa hapa apatoshi. Na ndio maana kuna ambao unakuta wanaamua kuquit, wanaamua kuacha, wanaenda pengine kuanzisha safari nyingine, na wengine wanafanikiwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba unaweza ukawa umeajiriwa sehemu, kuna watu wengine wanalipwa vizuri, wana fedha, lakini bado wanaona kwamba hapa nilipo, mbona kama sitoachilia kile ambacho nitajisikia kweli mimi ni useless, mimi nina manufaa katika jamii, Kwa hiyo kijana akifika hatua
ya kujihisi kwamba sina tija katika jamii, akifika hatua hiyo, ni hatua ambayo inahitaji hekima sana kwenda naye. Inahitaji hekima mno kwenda naye. Kwa nini? Kwa sababu ni hatua ambayo kijana anaweza akafanya lolote. Unajua nazungumza hivi kwa sababu kiangalia katika mataifa ya ulimwengu, kundi la vijana limekuwa ni kundi korofi. Limekuwa ni kundi korofi sana. Kwa nini? Kwa sababu kunapokuwa na mrundikano wa vijana wengi ambao wakati mwingine wanajiona kwamba sio watu wanazalisha matunda, wanaleta matokeo pengine katika jamii, katika dini, wanasema wanakosa tumaini la zile ndoto zao kuzaliwa. Mara nyingi wanakuwa na hasira. Tena ikitokea mtu amewaambia sababu, yani wewe huwezi kuzalisha, ndio sababu aliyesababisha ni huyu, wanakuwa wanafanya nini? Wanakuwa wana hasira, kwa sababu kijana muda wote anatamani kuzalisha. Yani yuko active kuanzia viungo vyake, kuanzia nguvu zake, kuanzia akili zake, yani ziko active kutaka kufanya nini? Kutaka kuproduce, kutaka kuzalisha. Kwa hiyo inahitaji hekima sana kuwadhibiti vijana au kuendana na vijana ambao wamekosa sema ile tumaini la kwamba wanaweza wakapata fursa ya kutemeleza yale maono yaliyoko ndani yao au zile ndoto zilizoko ndani yao. Kwa hiyo tukiwa na kundi kama hili, ni kundi ambalo jamani lazima tufanye nini? Especially nazungumza zaidi kwa sababu inawezekana tukakutana nao, kuatia moyo, lakini pia kutufanya nini? Kutoa hukumu. Inawezekana mtu ameanza kibiashara chake kidogo. Unajua kuna mtu anaweza kaanza kibiashara chake kidogo, alafu wewe unakuja unamwambia yani hii biashara huendi popote. Yani yeye ndo amejitafuta, katika kujitafuta huko ameanza kitu chake kidogo, alafu wewe unamwambia wewe mpaka uje kuuza hivi, uje kuwa hivi. Haiwezekani. Unamkatisha moyo. Au kwa sababu pekine umepewa kinafasi fulani, mtu ameanzisha kisehemu chake kidogo, anajikunguta, anajiendea hivi, alafu wewe unakuja unamharibia. Yani huo uchungu wake, sababu haoni sema ile ndio hope yake, ndio Kwa hiyo vijana, sifa ya vijana ni kutaka kijana kama ameanza kitu kidogo, mtie moyo. Kijana kama ameanzisha kitu fulani kidogo, ameanza hatua, yani ukimharibia unatengeneza bomu. Unatengeneza bomu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimezungumza mambo haya kwa sababu ndio uhalisia wetu jinsi ulivyo. Na katika hili nilikuwa najaribu wakati na tafakari kwa habari ya vijana, nikajisemea hivi. Kwa mfano kwenye nchi yetu ya Tanzania tumeanzisha nini? Wizara ya maendeleo ya vijana, si ndio Yaani mpaka wameanzishwa wizara maalum. Unajua kwamba vijana wanahitaji kuwa sema nini? Wanahitaji kushikwa. Wanahitaji kuwa handled with care. Kwa sababu ukikatisha moyo kijana, unatengeneza kijana ambaye ana hasira. Unatengeneza kijana ambaye ana nini? Ana uchungu. Na ile mtu akijifeel useless, mtu ambaye anajifeel useless, anajihisi kwamba sina tija, anajihisi sina thamani. Mtu namna hiyo anaweza kufanya jambo lolote hata baya. Kwa hiyo vijana, kitu ambacho wanahitaji sana hasa ni kutiwa moyo na kushikwa mkono. Pale ambapo mtu ameanzisha kitu kidogo, unasema nini? Unamtia moyo, unamuencourage, unazungumza na yeye kwa maana ya kwamba nini? Kumuencourage, kumtia moyo. Na kuna ile eneo ambalo ni disaster, tunasema ni social disaster, ambalo sisi kama tunao kwenye somo hili, sababu nawazungumzia vijana na changamoto zetu, lazima niliaddress kwa sababu ni changamoto ambayo hipo katika ulimwengu wa sasa na katika kanisa pia. Yaani hii changamoto
ambayo ni changamoto ambayo kama ninapata nafasi pengine ya kuweza kushauri pengine viongozi wa imani, lakini pia hata viongozi katika mamlaka, ni hili la vijana wa kiume. Vijana wa kiume kuogopa au kutotilia mkazo kuanzisha familia. Najua nataka niseme hivi, uimara wa taifa, uimara wa kanisa, uimara wa jamii unatokana na nini? Unatokana na jinsi gani watu wamejikomiti kwenye familia zao. Ni jinsi gani watu wanajenga familia. Tukianza kuona vijana wengi wanaogopa kuoa, ni changamoto, ni jambo ambalo pia lina changamoto ambazo zinakabili vijana. Unajua vijana wengi kwa sababu ya namna jinsi ilivyo au walisia jinsi ulivyo, changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwa addressed ni changamoto ya mambo ya kiuchumi. Na hata mamlaka nyingi zinazungumzia sana masuala ya uchumi. Lakini leo hii tuna vijana ambao tayari kiuchumi tayari wako vizuri, pengine wanazalisha, wana fursa, lakini swala la kufanya nini, swala la kuwa na wenzi sio swala tena ambalo ni la kupewa uzito kwao. Maki, hebu tulia pale. Sio la kupewa uzito. Kwa hiyo tusipo address au tusipolizungumzia changamoto hii au social disaster kwa upande wetu vijana, la hii watu kutotaka kuwa na wenzi wao, kutotaka kuwa na familia, kuanzisha familia ni changamoto, kwa sababu mimi wanasemaga hivi, kama ni kijana yuko active, ana fedha pengine au ana kazi, anazalisha mahali, alafu yuko tu anazurura, ndio vijana waharibifu. Ndio vijana ambao wanazidi kufanya nini? Kuwaumiza vijana wengine, kwa sababu kijana ambaye yuko active, ambaye tayari pengine ana uchumi vizuri, ni rahisi kufanya nini? Kuweza kuangalia kwa kijana huyu, anamwaidi hiki, anamtumia, anaenda kwa huyu, anamtumia, anaenda kwa huyu, anamtumia. Kwa hiyo anakuta anazidi nini? Anazidi kuwavuruga vijana wenzake. Kwa hiyo swala hili la familia la vijana kuwa katika familia ni jambo ambalo ni la muhimu, ambalo linatakiwa lisisitizwe mno, kwa sababu ni moja ya changamoto ambayo tulionao sisi vijana. Tukiona taifa ambalo uti wa mgongo wa taifa au wa kanisa au wa ulimwengu au tokani na familia zilizo imara, tutakuwa na vijana ambao sio responsible. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba mtu mwenye familia au mtu ambaye tayari ana mwenzi wake na watoto ni mtu ambaye yaani hawezi kufanya maamuzi ya kufanya nini? Maamuzi ambayo ni ya kubomoa, kwa sababu akibomoa habomoi kwa sababu kwa kubomoa anabomoa na future ya watoto wake. Tukiwa na vijana wengi pengine vijiweni, tukiwa na vijana wengi wapo tu, hawana mtu wa kuwa responsible naye, ndio hao sasa wanaweza kaambiwa, jamani, tokeni kufanya jambo fulani, unakuta wanaamka wanaenda wanafanya. Kwani kwa sababu they can't think about others, pengine their families. Unajua, kwa mfano leo hii uniambie pengine bibi, mtu na watoto, utoke uende barabarani, si ukakimbizana ukaharibu mali ya mtu, yaani haiwezekani. Kwa sababu nini? Mimi tayari lakini kwa mtu ambaye pengine yuko tu hajui cha kufanya, anajiona useless, mtu namna hiyo ni rahisi sana kumwambia chochote anafanya, hata kama ni cha hatari, hata kama kitaharibu future za watoto, hata kama kitabomoa maisha ya wengine. Hana cha kupoteza, si ndio? Hana cha kupoteza. Kwa hilo ni moja ya eneo ambalo linatukabili sisi
vijana. Sasa nataka tuangalie njia ya kijana, sababu jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Njia ya kijana ni ipi? Sababu tuelewe hivi, kila mtu ana njia yake. Haleluya! Kila mtu ana njia yake. Unaona kama muda unaenda sana. Kila mtu ana njia yake, na tunapoangalia kwenye ujanani ndio rika ambalo mtu anapaswa kupiga hatua au anaanza safari katika njia yake, kwamba mtu ameshafika hatua ya ujana ndio rika ambalo la kufanya lazima nini, rika la kuanza kuzalisha. Ndio mtu anaanza sasa kupiga hatua katika kuitafuta njia yake nje na njia ya wazazi, kwa sababu kijana tunategemea kwamba akiwa anaenda, wazazi tayari wameshaenda kwa njia yao. Kuna namna ambavyo pia na huyu mtoto au kijana anapokuwa kijana sasa aanze naye kupiga hatua. Kwa hiyo tuelewe kwamba hatua ya kwanza katika maisha tunaanza kuipiga tukiwa kijana. Ukiwa chini ya mzazi, mtoto una hatua unayopiga, yani mzazi anapoenda na utaenda. Lakini kuna hatua ya ujana. Hatua ya ujana ndio mtu anaanza kufikiria cha kufanya, anaanza kuwa interest. Ndio maana hata shuleni mtu anaanza kufikiria, mimi bana nitaenda PCB, mimi nitaenda PCM, mimi nitaenda kozi hii. Anaanza kufikiria hata kwa habari ya masomo yake. Kwa hiyo kuna njia, kila kijana, na nikisema hivyo kila kijana ana njia, na maanisha gani? Na maanisha nini hasa? Usitamani kutembea njia ya mwenzako. Yaani uelewe hivi kwamba kuna njia ambayo iko ndani yako, na hiyo njia hasa inatokana na uwezo ulionao. Yaani uwezo nilionao mimi utaamua njia gani napita, na uwezo ulionao wewe utaamua njia gani unapita. Ukitaka kupita njia ya mwingine ambaye tayari uwezo mnatofautiana, yaani utaumia. Kuna wengine wanaweza kupita njia kwa sababu pengine ya watu wanaowazunguka. Inawezekana pengine wazazi wao tayari wanaweza wakafanya nini, wakafacilitate safari yao, au inawezekana exposure walionayo, connection na kadhalika. Kwa hiyo kila mtu safari ana njia ya kuiendea. Kuna wengine watapita njia ndefu, kuna wengine ni njia fupi, kuna wengine njia ambayo itakuwa zina changamoto nyingi, kuna wengine njia ambayo ina changamoto nyingi. Sasa ukitaka kuiga, usikamsikiza tu bwana bilionea amesema unajua ukianzisha biashara utakuwa hivi na hivi na hivi na hivi, ukasikiliza ukatembea katika njia yake. Sio mbaya kusikiliza watu, lakini elewa kuna njia ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Kuna njia ambayo Mungu ameiweka ndani yako, hiyo njia ya kuipita. Na nasema hivi, kuna njia za aina mbili. Kuna njia za kimwili kabisa, namna ya kuenenda katika ulimwengu huu, yaani katika maamuzi, namna ambavyo utafanya kitu cha kufanya. Hizo ni njia, sema ni njia ambayo tunataka tuipite katika ulimwengu huu. Mambo ya ulimwengu, inawezekana ni aina ya masomo, inawezekana ni aina ya biashara, inawezekana ni aina ya kazi. Na kwa msisitizo hapa ni kwamba elewa kwamba wewe hauhitaji kutembea katika njia ya mtu. Yaani elewa tu kwamba yaani mimi sihitaji kutembea katika njia ya mtu. Naweza nikaangalia namna anavyotembea, lakini hainilazimu kutembea kama yeye, kwa sababu uwezo wake, watu waliomzunguka na vitu sema na ujuzi alionao ni tofauti na mimi, tunatofautiana. Kwa hiyo ukitaka kupita njia ya mwingine unaweza ikakugharimu ukaanguka njiani. Kwa kuna njia za mambo kabisa, njia za ulimwengu kama nilivyosema, namna ya kazi gani, eneo gani nina ujuzi wa kufanya kitu gani, ni maarifa gani nilionayo, resources, watu gani nilionao, na access kwenye mazingira gani, kwenye maeneo gani. Hayo mambo yanaamua unapita wapi. Sasa usitaki kupita njia ambayo kuna mtu ambaye unataka kutembea kama njia yake. Huyo mtu amekuzidi maarifa, huyo mtu amekuzidi, sasa watu ambao wanamzunguka wanaweza wakafanya nini, wakafacilitate
kuna namna fulani usema utakata tamaa. Mbona mimi? Mazingira yako na mazingira ya yule mtu ambaye unataka ni tofauti. Kwa jua ulicho nacho, tujue tulivyo navyo, alafu tutavitumia hivyo hivyo kuanza safari. Yaani kama resources ulizonazo ni resources 5, usitaki kutembea sawa sawa na mtu mwenye resources 10. Hiyo ni nature. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nature, yani hiyo ni asili, yani haihitaji nini? Kusema kuvunja kwamba anavunja vigingi. Wewe unavunjaje vigingi? Hakuna cha kuvunja vigingi. Hapo angalia resources ulizonazo, angalia fursa ulizonazo, unatembea kulingana na fursa zako. Kwa hiyo kuna njia za kimwili kabisa ambazo ndio hizo sasa resources ambazo ulizonazo. Maarifa, tunasema capital, watu ulionao na mazingira ulionayo, kutumia vile ulivyonavyo. Alafu kuna njia za kiroho. Haleluya. Njia za kiroho. Na nimesema njia za kiroho. Sisi katika Kristo Yesu tuna njia moja. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Lakini tukisema tukiwa katika neutral ground, kuna njia za kiroho. Njia ya giza au njia ya nuru. Njia ya giza au njia ya nuru. Sasa njia ya kiroho ni sema ni nini? Ulimwengu wa roho ni ulimwengu katika ulimwengu wa roho. Lakini ulimwengu wa roho au hizo njia za kiroho zinatusaidia ili tunapotembea katika njia zetu tusifanye nini? Tusikwame. Kwa kuna njia ambazo ni njia zetu, lakini hizo njia zetu tunaweza tukasema tukafanya nini? Tukatembea katika kanuni za au katika njia za kiroho, aidha katika ulimwengu wa giza au njia za kiroho katika ulimwengu wa nuru, ili zitusaidie kufanya nini? Kupita na kutimiza kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu sisi vijana. Haleluya. Kwa hiyo tunapoangalia katika ulimwengu tusitake kuwa kama watu fulani, na ni changamoto sana tulio katika zama zetu. Tumeshaaminishwa. Kuna baadhi ya njia tumeshaaminishwa kwamba ili ufanikiwe katika jambo fulani lazima upite njia hii. Sikiliza ndani yako, alafu tumia, kwa sababu uwezi ukalazimishwa kusema kufanikiwa kupitia njia fulani, na wakati inawezekana hauna qualification ya hizo njia. Kwa mfano, inawezekana mtu anakuambia ili ufanikiwe kwenye jambo fulani lazima uwe na degree. Inawezekana. Kwa mfano, ngoja nikuulize swali moja. Kwa mfano, wewe unasikia ndani yako kusolve changamoto ya magonjwa katika jamii. Alafu mtu akwambia, wewe bana, ili uweze kusolve changamoto ya magonjwa katika jamii lazima usome masuala ya kidini ya medical school. Either uwe daktari au uwe nesi au uwe, lakini sio, unaweza kuwa ni entrepreneur, unaweza kuwa ni mfanyabiashara, alafu ukatumia pengine capital ulionayo kuanzisha maduka ya dawa, au ukatumia capital ulionayo au zile ukafandi ukasaidia pengine kwenye sekta ya afya, ukaanzisha foundation na kadhalika. Kwa hiyo haikulimit kwamba lazima niingie kwenye, kama hiyo nia imewekwa ndani yako, unaweza ukaiaccomplish. Sio lazima kwa njia ile ambayo dunia inatuambia kwamba unajua unataka kusolve changamoto lazima uwe na ujuzi, utaalamu masuala ya dini ya kibiolojia. Kwa mfano, ukiangalia wanaofund program nyingi za masuala ya kitiba, nakuta wengi ni wala hata sio nini wanaita wafadhili. Nakuta wengi hata hawajasomea mambo ya kimedical, wanawawezesha. Inawezekana pengine walikuwa na hiyo maono ya kusolve changamoto katika jamii kwenye eneo la sekta ya afya. Kuna wengine wakuta wanaanzisha foundation na kadhalika. Kwa hiyo nimezungumza hivi kwamba katika njia yako angalia resources ulizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nimezungumza hapa, usitahidi kuwa kama fulani. Kuna watu fulani ambao unawaangalia, yani anajitahidi kuwa kama fulani, anataka kuongea kama fulani, anataka kuvaa kama fulani ili nini? Afanane naye. Yani anataka kuwa na identity ya fulani
akifikiri kwamba nikiwa navaa kama yeye, nikiwa naongea kama yeye, nikiwa natembea kama yeye, pengine nitafanikiwa kama yeye. Yaani iko hivi, ukiwa tena mimi binafsi, nazungumza binafsi, nikikuona wewe ni kopi ya fulani, yani unaishi kifotokopi, yani it is better nimfuatilie huyo ambaye unamfanya unamuiga. Kwa nini uwe kopi? Yaani kwa nini nianze sasa? Sio mbaya kuiga fashion ya mtu fulani, sio mbaya kuongea kama fulani, lakini mbaya ni kuamini kwamba nikifanya kama yeye nitafanana, yani nitafanikiwa kama yeye. Hiyo ni mbaya. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana ni fashion, inawezekana ni mtu anakuwa anaenda katika namna fulani, sio mbaya lakini usiweke kwamba nafanya hivi ili nifanikiwe kama yeye. Wewe una package yako, kwa sababu mafanikio hayawezi kufanana, yani hayawezi kufanana. Hatuwezi tukafanana, yani ndio uhalisia wa maisha. Duniani tuko nafikiri bilioni 7, bilioni ngapi? 8. Lakini hatuwezi kufanana. Hatuwezi kufanya nini? Kufanana. Hiyo ndio uhalisia. Kwa hiyo usimfuatilie mtu ukitaka kuvaa kama yeye, ukitaka kusema kama yeye, ukitaka kunini ili ufanikiwe kama yeye. Hakuna huo utaratibu. Kama unapenda fashion, just penda fashion yake. Kama unapenda kufanya nini, jamani, hii sije kama naelewa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ndio utaratibu jinsi wa maisha ulivyo. Sasa nataka nikikaa hapa, naona muda jinsi ulivyoenda, na nikikaa hapa, lakini ninataka ni pause kidogo kwa sababu ya muda. Nataka hii tutakaza wiki ijayo hapa, maana nimeongea sana, lakini tutakaa hapo wiki ijayo kuangalia ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Wewe una njia, kuna njia ambayo imewekwa ndani yako, na hiyo njia, niseme ukweli, hiyo njia ina vigingi, hiyo njia ina vipingamizi, ina mitihani, ina majaribu. Lakini unawezaje kusafisha yoyote? Njia tunazopita katika maisha yetu, kuna vigingi, kuna mitihani, kuna majaribu, kuna kuta. Ndio utakutana na ukuta kabisa, yani no way. Inabidi sasa uapply njia nyingine. Afanyie njia pasipo na njia. Kwa nini anafanya njia pasipo na njia? Kwa sababu kuna safari unatakiwa uende katika njia yako, na umewekewa nini? Umewekewa kigingi. Sasa ili uendelee na hiyo njia yako na hiyo safari yako, ibidi afanye njia ya kutokea. Umekutana na jaribu, umekutana na vigingi, umekutana na vipingamizi, safari lazima iendelee. Unafanyaje? Lazima iendelee. That is how things work. Ndio namna ambavyo vitu vinafanyika, ndio namna ambavyo mambo yanafanyika. Yaani wewe una wazo, una idea, hilo wazo litapingwa. Yaani dunia tunaishi, hii dunia hii ina watu wengi ambao mnatofautiana akili, mnatofautiana mawazo. Yaani kupingwa ni kawaida. Kukosolewa, wakati mwingine watu watakuja, yaani kitu ni cha kweli kabisa, lakini watakwambia hiyo sio cha kweli. Unajua nasema hivi, hii si rangi nyeusi. Unaweza kumwambia mtu hii rangi nyeusi, akwambia hiyo sio nyeusi, hiyo bana kijivu fulani hivi. Yaani tunatofautiana. Yaani ukiwaeka watu 100 bana, hii rangi nyeusi, mtu anaweza kumwambia hii nyeusi, umeangalia vibaya. Yaani ndio uhalisia wa maisha. Kwa hiyo mtu kukupinga sio kwamba ufanye vizuri. Na hiyo nataka tuelewe hivi kwamba ukipingwa, ukiwekewa vigingi, ukikataliwa, inawezekana unafanya vizuri kabisa, lakini watu unasafishaje njia yako? Unasafishaje hivyo vipingamizi? Jinsi gani yule kijana aisafishe njia yake? Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kuna wakati tunahitaji tusizitegemee. Tunasema njia ni ya kwetu, sawa,
lakini kuna njia ambazo zitatuwezesha kuweza kufanikisha katika ile njia ambayo Mungu ametuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo natamani wiki ijayo niendelee hapo, kwa sababu nikisema nikae hapo naweza kuna namna fulani ambavyo kile kitu ambacho hasa kimekusudiwa lakini tumeangalia changamoto za vijana. Kijana ni nani? Kijana ana sifa gani? Ile kiu ya kijana ya ndani ni ipi? Ili ukiwa nayo usione kwamba au mimi. Yaani wote vijana, ukikutana na vijana, yani mna hang out, kila mmoja huko kichwani ana mipango yake. Yaani ndio uhalisia, ana mipango yake. Kila kijana anatamani kupata vingi. Yaani hiyo, yaani hata unavyoniona mimi hapa, kuna wingi ambao unautamani ndani. Yaani it's nature. Hallelujah. Yaani kwa sababu kijana amepewa nguvu, si ndio? Amepewa kwanza nguvu nyingi, lakini hata ndani yake kuna mambo mengi. Akili yake iko active, anaweza akawa na mawazo mengi. Kijana, kuna umri ukishafika mambo yanapungua, unapungua vitu vingi, unasema una focus na. Sasa ikifika hatua kijana ambaye ana focus yaani ni hatari mno. Umkote kijana ambaye anatumia uwezo wake wote kwa kufocus na kitu kimoja, huyo kijana ni hatari mno. Ni kijana ambaye ni hatari mno, kwa sababu ameamua kutumia ule uwezo wa kuanjaanja ule, kwa sababu kijana anaweza kaanjaanja, akafikiria hiki, akawaza hiki, akatenda hiki. Ameamua compile kwenye wazo moja. Huyo kijana ni kijana ambaye akishoot anaweza akafika hatua mbaya. Lakini ni nature. Mungu ametuumba vijana tuwe hivyo, tuweze kufanya mambo mengi, tuweze kutafakari mambo mengi. Kuna namna ambavyo kijana anatamani kupata hiki. Ni kitu ambacho usione kwamba ni udhaifu, lakini somo hili au ujumbe huu utatusaidia kufanya nini? Kuwa na discipline, ili tutumie ule uwezo, nguvu katika njia ambayo Mungu ametuumbia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao umesema na sisi jioni ya leo. Mwaminifu, tunatambua kabisa kwamba umetupa nguvu vijana, umetuumba vijana ili tutende kazi njema katika ulimwengu huu. Lakini ziko changamoto katika ulimwengu huu wenye ushindani, wenye mawazo ya uovu, wenye mawazo ya kukatisha tamaa, wenye mawazo ya kupinga. Upo upinzani. Mungu, tunakuangalia, tunakutazama na tunakuamini, kwa sababu umeamua kuachilia ujumbe huu. Mungu, iko njia ambayo Mfalme unataka itusaidie katika njia ambazo umetuumbia. Mfalme, hatutakata tamaa, hatutavunjika moyo, kwa sababu neno lako lipo kututia nguvu. Wewe utumaini neno lako kuponya, wewe utumaini neno lako ili kutuokoa. Mfalme, ninakushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo unalileta kwetu sisi vijana. Ninaomba Bwana kwa ajili yetu Mfalme, ikiwa inawezekana tunajihisi kwamba hatuna tija, tunajihisi kwamba hakuna mahali tunaelekea, Mungu Mfalme, tunaamini hatima yetu katika wewe. Ukatusogeze, ukatufundishe, ukatupe maarifa. Sababu umesema na sisi leo kwamba maarifa ni kitu cha thamani, na ndio kitu ambacho kinatupa uthamani, na ndio kitu ambacho kinatuwezesha kufanikisha mambo. Funguo ni maarifa. Mungu, kaachilie maarifa ndani yetu ili tuweze kuona pale ambako hatuoni. Pale ambako hatuoni, Mungu, kaachilie maarifa ambayo yatatuwezesha kuona. Lakini pale ambako tumekwama, Mfalme,
wewe uliyesema ufanya njia pasipo njia, tunakuamini kwa sababu ya neno lako. Ukafanye njia Bwana, ukafanye mlango wa kutokea, ukatuwezeshe Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo nimeomba.